mawili kwa mpigo, na kila paredi pia tumeona watu wakiwa full, wakiwa wametapakaa. Maparedi yamefaana, lakini lazima tu kutakuwa na utofauti kwa sababu kila kitu wake kina utofauti. Of course kiukweli niseme ukweli kwamba paredi la Simba limekuwa la tofauti sana, na utofauti huo umekuja kwenye nini? Umekuja kwa maana kwamba hakukuwa na wasanii, kwa maana kwamba kuna watu wamealikwa, labda kuna bajeti imetumika kuwaleta kwa ajili ya kuja kusherehesha tukio. Ni paredi ambalo movement yake ilikuwa ni kuendelea kutoka sehemu ambako tayari Simba alikuwa amepanga, kwa maana kwamba tutaanzia hapa, tutatoka hapa. Ni paredi ambalo ukiangalia ule msukumo wa watu wengi walivyokuwa wanakwenda kulifuatilia, paredi ambalo naweza nikasema ilikuwa na utofauti kidogo. Ni utofauti ambao unakuja kwa maana kwamba paredi ilikuwa bora sana kwa namna ambayo mimi nimeliona, lakini ukiacha kwamba kuna watu wengi na hakukuwa na wasanii ambao labda kuna bajeti imetumika kuwaleta, paredi la Simba limesindikizwa na tukio lingine ambalo naweza nikasema limefanya kuwa ni tofauti kabisa, kwamba hili ni paredi ambayo ilikuwa na advancement. Eneo gani? Unakumbuka Simba kwenye paredi lao ndio gari limeweza kuonekana, gari ambalo lilikuwa lipo, lakini kwa maana ya kwamba linakwenda kuungana timu ile iliza sema ndege ya chini, ilikuwa miongoni mwa kitu kingine cha kusherehesha tukio la Simba, ambalo tayari kuna gari ambalo mtu ambaye alikuwa ameahidi kwamba anaweza akafanya kila kitu ameshafanya tayari, na ilikuwa ni sehemu kabisa ya taasisi ya mchakato mzima wa Simba. Sasa ukiangalia Simba namna walivyokuwa, unaweza kugundua kwamba paredi lao kulikuwa kuna advancement kubwa sana, na mimi naweza nikasema kwa namna tulivyoniambia lipi lilikuwa kubwa zaidi, naweza nikasema Simba na wana Simba walikuwa na hamu kubwa sana ya kuiona Simba ikiwa imepata mafanikio kwa muda mrefu, wa kuiona Simba timu ambayo ilikuwa imetoka mahala fulani ambako hakukuwa na taji, hatimaye imepata taji. Mashabiki wa Simba walikuwa na hamasa kubwa sana, na ndio maana walipofika eneo la Jangwani, unaweza ukaona namna ambavyo walifika wametia ile nakshi. Naweza nikasema kwa movement zote ambazo zimeziona mimi, paredi la Simba lilikuwa bora zaidi ya paredi ya Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu halijahusisha bajeti za kuleta watu wa hapa na pale. Lakini cha pili, tayari kulikuwa kuna kitu kingine ndani ya paredi, uwepo wa lile basi. Kwa hiyo kidogo lika make difference. Okay. Kwangu mimi paredi la Simba lilikuwa more advanced, na huenda litakumbukwa zaidi kwa sababu lilihusisha tunazungumzia tu ile mashabiki, ile ina part ya mashabiki ya hamasa ile ya kukosa taji, ndicho ambacho kilikuwa kinahusisha, otherwise hakukuwa na kitu kingine. Lakini kwa maana ya kwamba population labda ino pekee ambalo matamasha haya yanaweza yakawa yalikuwa na usawa, kwa maana population, idadi ya watu, of course Dar es Salaam Young Africans wana watu wengi, idadi ya watu ilikuwa kubwa kwa sababu hizi timu hazibishani sana kwenye population. Lakini pia ukitazama idadi ya watu wa Simba, unaweza ukaiona utofauti ambao ulikuwa kwamba miongoni mwa timu ambayo kwenye paredi hii ilikuwa na watu wengi zaidi, naweza nikasema pia ni miongoni mwa paredi la Simba. Ukiacha sasa hivyo vitu viwili ambavyo nimevisema, kutokuleta watu ambao taasisi imetumia gharama, lakini ukiacha kutokuleta watu ambao taasisi imetumia gharama, unakuja kwenye jambo moja hili ambao nimetoka kulizungumza, na kwamba nini ambacho kimefanyika. Paredi la Simba liliongozwa na uwepo wa basi jipya. Bwana, asante sana. Kama ndio kwanza unajiunga na sisi na